Oh yes, God bless you, God bless you. Leo nitakufundisha mbinu kuu 5 za kuishinda roho ya kukataliwa. Kuna watu wanakataliwa na kila mtu. Kuna watu wanapitia maisha magumu kwa sababu wale kukataliwa sehemu fulani. Kuna watu hata wakienda kwenye interview hawasikilizwi, wanakataliwa tu. Kuna watu hata wakichumbiwa baada ya wiki moja nakataliwa. Kuna hii roho ambayo ina uwezo kumfanya mtu akataliwe sehemu yoyote. Sasa leo nitakupa mbinu kuu 5 za kuishinda hiyo roho. Kila kitu unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili, asili yake kilitokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kuna sababu za kiimani, kuna sababu za kiuchumi, na kuna sababu za kijamii ambazo zina uwezo kumfanya mtu akataliwe kwenye ulimwengu huu wa mwili. Kuna kitu kinaitwa grace of God na kuna kitu kinaitwa favor. Ukiwa na neema ya Mungu unakubalika sehemu yote kwa sababu hata mbinguni wanakukubali. Kuna kitu kinaitwa favor, unakuwa na kibali kwa watu. Nitavielezea vyote kwa kina mwisho wa somo hili. Lakini sasa hivi nitakupa mbinu kuu 5 za kuishinda roho ya kukataliwa. Mbinu ya kwanza ni kuacha tabia zinazokutia nuksi. Kuna tabia uko unazifanya kwa muendelezo zinasababisha roho chafu zinakuingia. Roho hizo chafu zina uwezo kukutia nuksi na kupandikiza roho ya kukataliwa. Mfano tabia hizo ni ulevi kupindukia, wizi, laana, watu wanalalamika, "Dada niibia", watu wanasononeka juu yako. Tabia za uasherati, uzinzi, tabia za kuroga watu. Tabia ovu zote zina uwezo kumtia mtu nuksi na mwisho wake huyo mtu anakuwa amekataliwa. Mbinu ya pili ya kushinda roho za kukataliwa ni kuwa msafi na nadhifu. Kuna watu wengine wanasingizia wamerogwa, kumbe ni wachafu tu. Hawaogi vizuri hivi na hivi. Kuwa msafi, kuwa nadhifu, nukia, pendeza. Afu uone kama watu watakukataa. Kuna watu hawana adabu, wanakula ovyo, wananenepa, wanakuwa na miili ya ajabu. Inakosa mvuto. Fanya mazoezi. Kula vizuri. Sikiliza ushauri wa madaktari wa kujenga mwili. Sawa, ile ya jimu hauna, kimbia jioni. Tengeneza mwili mzuri. Afu uone kama watu watakukataa. Mbinu ya 3, acha uvivu, jitume. Jitume kwenye kila sehemu. Watu wanapendaga mtu mwenye bidii, mtu anayejituma. Ukijituma utaanza kuona mpenyo wa ajabu unaanza kutokea kwenye maisha yako. Lakini mbinu ya 4, tenga muda wa kujijenga ili kuzidisha thamani yako. Hii ni kwenye kuboresha uwezo wako kwenye kitu ambacho unakifanya. Watu wanaweza wasikupende wewe lakini wakapenda kipaji chako. Sasa boresha hicho kipaji chako. Watu wanaweza wasikupende lakini wakapenda kazi yako. Boresha hiyo kazi yako. Iwe tofauti na kazi nyingine. Kama wewe ni fundi ujenzi, kwa nini mtu asimchukue ndugu yake ambaye ni fundi ujenzi akuchukue wewe? Kwa sababu wewe ni bora kuliko yule. Sasa hakikisha unaboresha hadi unakuwa bora zaidi. Omba kibali kwa Mungu. Unatakiwa mwambie Mungu akupatie roho ya kibali. Roho ya nuksi ya kukataliwa iondoe. Fanya dua na ibada maalum. Watafute watumishi wa Mungu. Toa sadaka ya kujiungamanisha na roho ya kibali. Alafu uone kama Mungu hatotenda kwenye maisha yako. God bless you. Mungu akubariki sana. Na mimi nakuombea roho ya favor and grace, kibali na neema maalum ya upendeleo. Neema ina operate mbinguni na duniani. Unakuwa na neema maalum, lakini kibali kina operate kwa level ya kibinadamu tu. Sasa neema ina uwezo wa kukusaidia ukiomba maombi yako yanafika mbinguni kiwepesi zaidi.
Ndio maana watumishi wengi wa Mungu wana neema ya kuwaombea watu na wakapona, kwa sababu maombi yao yanafika bila vikwazo hadi kwenye mbingu ya saba. God bless you. It's me, Levi Aziel, mtumishi wa Mungu na mwalimu wa masuala ya kijamii, kiuchumi pamoja na kiimani.